Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa Irani na Marekani zimeshambuliana kweli kweli usiku wa kuamkia leo huko katika ukanda wa Mashariki ya Kati, lakini maeneo ambayo yameguswa zaidi ni maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz, visiwa vilivyopo karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati, lakini pia hata ile sehemu ambayo vikosi vya Marekani vimeweka blockade yake ya kijeshi vimekumbana na mashambulizi ya kutosha. Na hii imetokea baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba Marekani itajibu haraka iwezekanavyo shambulizi dhidi ya Iran kwa sababu walihusika kuidungua helikopta yao aina ya Apache katika mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa hizi zote mtazamaji, hapo jana nilikuletea na nilikwambia kwamba yote yatakayojiri nitakuletea. Sasa jana wamebadilishana mashambulizi vya kutosha. Mtazamaji, hapa nimekuandalia taarifa ya kina ambayo inaelezea jinsi ambavyo tukio limetokea usiku wa kuamkia leo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Taarifa inaeleza kwamba mvutano kati ya Marekani na Irani umeingia katika hatua mpya ya hatari baada ya Marekani kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya malengo ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta ya kijeshi ya Marekani aina ya Apache katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, mashambulizi hayo yalifanyika kwa maelekezo ya rais wa Marekani Donald Trump na yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya udhibiti wa operesheni za ardhini pamoja na rada za ufuatiliaji katika maeneo ya Hormozgan karibu na mlango wa Hormuz. Marekani ilisema operesheni hiyo ilikuwa ni jibu la uwiano kwa kile ilichokiita uchokozi wa Iran. Baada ya mashambulizi hayo kuanza, milipuko kadhaa iliripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Iran ikiwemo Siriki, Minab, Bandar Abbas, Jaski, Mlima Mubarakeh na kisiwa cha Keshmi. Vyombo vya habari vya Iran vilisema baadhi ya miundombinu ikiwemo mnara wa mawasiliano na matangi ya maji iliharibiwa, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiendelea kufanya kazi katika baadhi ya maeneo. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, Rais Donald Trump alisema mashambulizi hayo yalikuwa makali sana na yenye nguvu kubwa, akisisitiza kuwa Marekani ililazimika kujibu baada ya helikopta yake kuangushwa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliapa kuwa nchi yake haitaliacha shambulio lolote bila kujibiwa. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Araghchi aliambia Marekani iondoke katika eneo hilo ikiwa nataka kuwa salama, huku akisisitiza kuwa vikosi vya Irani viko tayari kujibu vitisho vyovyote. Muda mfupi baadaye, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilitangaza kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya malengo ya Marekani katika Mashariki ya Kati. IRGC ilidai kushambulia makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain kwa kutumia droni pamoja na kambi ya anga ya Al-Azraq nchini Jordani kwa makombora masafa marefu. Jordani ilithibitisha kuwa ilitungua makombora 5 ya Irani yaliyokuwa yakielekea kambi ya Al-Azraq, huku ikisema hakuna vifo wala uharibifu ulioripotiwa licha mabaki ya makombora hayo kuanguka katika maeneo mbalimbali. Wakati huo huo, Kuwait ilitangaza kuamsha mifumo yake ya ulinzi wa anga baada ya kuripotiwa kuwa miongoni mwa malengo yaliyolengwa katika mashambulizi ya Iran. Hata hivyo, mamlaka za Kuwait hazikuripoti madhara makubwa mara moja. Licha ya mashambulizi hayo, vyombo vya habari vya Iran vilisema hali katika maeneo mengi yaliyolengwa ilikuwa imetulia baadaye usiku, ingawa milipuko ya hapa na pale iliendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Hormozgan. Hiyo ni taarifa mtazamaji ambayo nimekuandalia jinsi ambavyo mashambulizi kati ya Marekani pamoja na Irani yalivyokuwa siku ya hapo jana. Ishara zilionekana muda mrefu sana kwamba Irani na Marekani zitapigana usiku wa kuamkia leo, kwa sababu Irani mara zote pale ambapo imekuwa ikishambuliwa iwe na Marekani au Israel, basi inawajibika kujibu haraka iwezekanavyo mashambulizi yoyote yale ambayo yataelekezwa dhidi ya maeneo yake. Hapa Marekani ilifanya mashambulizi mengi kidogo kwa sababu ilikuwa ni baada ya muda wanashambulia lakini panatulia, wanakuja wanashambulia tena, panatulia tena. Ilifanya mashambulizi katika maeneo mengi sana huko kusini mwa Irani, kwa sababu hapa Marekani walishambulia eneo la Siriki, Minabu, Bandar Abbas, Jaski, Mlima Mubarakeh na kisiwa cha Keshmi. Eneo la kisiwa cha Keshmi, Bandar Abbas pamoja na Siriki
na Minabu ni maeneo ambayo yamekuwa yakishambuliwa mara kwa mara katika mashambulizi ya Marekani, na maeneo haya yana ngome nyingi za kijeshi za Irani, lakini pia ni maeneo ambayo yanahusika na vituo vya urushaji wa makombora pamoja na droni, lakini pia yanabeba minara yote ya mawasiliano ya vikosi vya jeshi la mapinduzi la Kiislamu IRGC. Sasa basi, baada ya kushambulia baadaye, sasa Irani kama kawaida wakaona sio kinyonge, na wao kupitia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akasema kwamba Marekani iondoke katika eneo hilo ikitaka iwe salama. Baadaye wakaanzisha mashambulizi ya kutosha ya makombora kuelekea katika kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati, lakini pia walirusha makombora pamoja na drone hata katika zile jointi au zile sehemu za Marekani ambazo wamekutania hapo katika maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz. Trump alijinasibu akasema kwamba mashambulizi haya yalikuwa ni mashambulizi ya nguvu kabisa kwa kutokea katika kipindi cha hivi karibuni, na yalitoka kwa maelekezo yake. Yani alifanywa mashambulizi haya kwa maelekezo yake mwenyewe. Rais wa Marekani Donald Trump aliamuru mara moja mashambulizi yafanyike dhidi ya malengo nchini Irani. Kiuhalisia bado kuna kuwapo na taharuki kubwa, lakini pia mashaka yanaongezeka kwa sababu katika kipindi cha hivi karibuni mashambulizi yanazidi kuongezeka huko Mashariki ya Kati, lakini haijulikani kwamba itakuwaje kwa siku za usoni, kwa sababu wanazidi kushambuliana, lakini mustakabali haujulikani utakuwaje katika siku za hapo awali, kwa sababu hali halisi inaonekana wazi kwamba hakuna afueni ambayo itapatikana kwa haraka kufuatia mashambulizi haya. Kila upande unatetea maslahi yake na kila upande unazidi kuona kwamba uko sahihi kuliko upande mwingine. Hizi operesheni za Marekani ambazo zinaendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz ndizo ambazo zinasababisha mashambulizi mengine kutokea, kwa sababu Irani ikiwa katika operesheni zake na wao za kujilinda, wanalazimika kufanya mashambulizi kwa kuona kwamba hizi harakati za adui katika eneo letu zinaweza kutuletea madhara kwa namna moja ama namna nyingine. Ndio maana wanajikuta katika udunguaji wa helikopta za Marekani na ndege pia, lakini pia Marekani nao wanajikuta wakitaka kujibu mashambulizi hayo kwa haraka iwezekanavyo ya kujidefendi na kulipa kisasi dhidi ya Iran. Marekani wamefanya mashambulizi nchini Iran na Irani wamejibu hayo mashambulizi, lakini hapa ni kama vile 2-1, kwa sababu Marekani imelalamika kudunguliwa kwa helikopta yake aina ya Apache na Trump akaamuru mashambulizi ya kulipa kisasi, lakini Irani wakaja wakashambulia tena. Ni kama vile Irani kamzidi kete Marekani kwamba ni 2-1, kafanya mashambulizi mawili lakini Marekani kafanya shambulizi moja. Kama Marekani hajaridhika, anaweza akaja kujibu mashambulizi haya kwa mara nyingine tena, yaani kulevel scoreboard iwe 2-2. Sasa sijui itakuwaje kama akija kujibu mashambulizi, huenda tukashuhudia yakaibuka tena katika kambi za Marekani au malengo yote ya kijeshi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Muda utaamua mambo, lakini tusubiri tuone. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote, ambapo hapa utakwenda kupata update zote zinazohusu habari za kimataifa, hasa hizi ambazo zinatokea huko Mashariki ya Kati.